Mpendwa bibi harusi wa kanda, tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ndugu Joseph Branham huko nyuma mwaka 1981, wakati Voice of God ilipoanza, alitoa ahadi kwa Bwana kwamba hatabadilisha hata neno moja la ujumbe huu ulio kwenye kanda. Ameidumisha ahadi yake. Katika miaka 44 tangu wakati huo, wengi wa wahudumu wamemlalamikia ndugu Joseph Branham kwa yeye kujaribu kutekeleza haki miliki kuhusu kanda za ujumbe. Haki miliki ilikuwepo ili kuzuia kanda za ujumbe zisichezewe na ujumbe usipotoshwe. Ndugu William Branham alisema, hapa hivi majuzi huko Arizona walikuwa wanakata na kuziunga kanda wakijaribu kunifanya niseme mambo ambayo sikuyasema. Kumbukeni tu lile ono kuhusu lile suala la Arizona. Biblia ilisema ilikuwa ni heri sana kwako kwamba ufungiwe mwamba shingoni mwako. Na jambo lingine kwamba mtu yeyote acha awe mhubiri ama yeyote yule atakayeondoa neno moja kwake ama kuongeza neno moja kwake, watu wakiweka tafsiri yao wenyewe kwenye neno jinsi lilivyotolewa, wakijaribu kulifanya liseme jambo fulani ambalo mimi sikusema na si neno langu, ni neno lake. Mtu yeyote atakayeongeza au kuondoa. Sasa tunaona ya kwamba wahudumu wale wale waliomshtaki kwa uongo ndugu Joseph Branham kwa kujaribu kuhodhi na kulitunza neno ujumbe wa saa kuwa msafi, wao wamenaswa katika njama ya kuwadanganya watu. Shirika lile lile la wahudumu limepatikana na hatia ya kukata na kuziunganisha kanda na kuziweka fasiri zao kwenye kanda katika programu yao ya app ya ujumbe inayosambazwa duniani kote. Mathayo 24:24 inasema kwamba katika wakati wa mwisho ingefanana sana hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Ni nani angewazia kwamba wahudumu mashuhuri katika ujumbe ambao waliwekwa wakfu kuhubiri ujumbe kama ulivyonenwa kwenye kanda, wamefanya njama ya yapotosha maneno ya malaika wa saba mwenyewe, neno la Mungu lililo kwenye kanda, na kuzikata na kuziunganisha kanda hizo ili ziendane zaidi na mafundisho ya kanisa lao leo. Mimi binafsi nimewasiliana na wahudumu watatu wa shirika moja la kanisa kama hilo huko magharibi mwa Canada, ambalo lilikuwa limeunda na sasa linaitangaza app kama hiyo ya ujumbe. App hii imeupotosha ujumbe na kukata na kuziunganisha kanda za nabii na kuondoa maandishi ya asili na au kuweka maneno pale ambayo ndugu William Branham hakusema ili endane na fasiri yao ya ujumbe. Hakujawa na mrejesho au jibu kutoka kwa barua pepe zangu la shutuma hizi nzito kutoka kwa yeyote kati yao hadi leo hii. Nimekuwa nikisubiri karibu siku 30 zilizopita kusikia kutoka kwa wahudumu hawa na au wanaounga mkono na viongozi wa timu. Hawa ni wahudumu wale wale wanaodai kuhubiri na kuushikilia ujumbe wa wakati huu, ambao ndio wanaohusika na huu mpango wa njama ya dunia nzima ya kukata na kuunganisha kanda ili kupotosha ujumbe wa wakati huu. Na leo nashtaki hili kundi la wahudumu waliotawazwa katika kanuni zao za imani na madhehebu, wanamsulubisha kwa watu Mungu yule yule wanadai kwamba wanampenda na kumtumikia. Na washtaki hawa wahudumu katika jina la Bwana Yesu. Hello, my name is Brother David Erickson. Now, here is the long-awaited Eagles. Habari, jina langu ni ndugu David Erickson. Sasa hii hapa ni barua iliyosubiriwa kwa muda mrefu ya tai wanakusanyika pamoja kutoka maskani ya Branham, na kwa mhudumu wa Injili, Mkristo mwenye heshima, mwaminifu na mkweli, ndugu Joseph Branham. Now you people in the tapes. Mpendwa bibi harusi wa kanda, sasa ninyi watu kwenye kanda, Bwana, tunawezaje kuanza kueleza kile maneno haya madogo sita yanachomaanisha kwetu sisi? Bibi harusi wa Yesu Kristo ndio ufunuo wa ujumbe wa sahihi kwetu sisi. Ni Mungu akizungumza kupitia malaika mjumbe wake, akimwambia bibi harusi wake,
Ninajua mtadumu na sauti yangu. Ninajua neno langu lililo kwenye kanda hizi vile litakavyomaanisha kwenu. Ninajua mtakuwa na ufunuo ya kwamba jumbe hizi nilizozinena kwenye kanda ndiyo ishara yangu ya wakati huu. Nimeiweka sauti yangu kwenye kanda hizi za sumaku, kwa maana jumbe hizi hazina budi kulimalizia neno lote. Kutakuwako na maelfu mara maelfu ambao wataisikia sauti yangu kwenye kanda, nao watakuwa na ufunuo ya kwamba hii ndiyo huduma yangu, ndiyo Roho Mtakatifu wa wakati huu, ndiyo ujumbe wangu ulio ishara. Nimewatuma wahudumu wengi waaminifu ulimwenguni kote kuitangaza huduma yangu. Waliporudi waliniambia, tumeyatii maagizo yako kwa kuzicheza kanda zako. Tumewapata watu walioamini kila neno. Wamezifanya nyumba zao wenyewe kuwa kanisa kupokea ujumbe wako. Tuliwaambia wote ambao wangekuja chini ya ishara yako, ujumbe wa saa hii, wangeokolewa. Ni wakati ambapo kila mtu lazima ajichunguze na kujiuliza, ni ipi njia kamilifu ya Mungu ya siku hii? Neno la nabii halijashindwa hata wakati mmoja. Limethibitishwa kuwa ndiyo kweli pekee, ndicho kitu pekee kitakachomuunganisha bibi harusi wake. Chochote yeye alichokisema kimetukia jinsi vile hasa alivyokisema. Nguzo ya moto ingali hapa pamoja nasi. Sauti ya Mungu ingali inazungumza nasi kwenye kanda. Nabii amemaliza kutuambia ya kwamba Mungu angepita juu wakati tu atakapoiona ile ishara. Ni wakati wa kudhikika kwa wote kuingia chini ya ujumbe huo ulio ishara. Tumeuona mkono mkuu wa Mungu katika wakati huu wa mwisho. Ametupa ufunuo wa kweli wa neno lake, nao umekuja chini ya ushahidi wa ile ishara. Sasa wakati tu wapo chini ya ushahidi wa ile ishara, hebu na tukusanyike pamoja na kuula ushirika kwa kudhikika, kwa maana tunajua kwamba Mungu yuko tayari kutoa hukumu. Ningependa kualika kila mmoja wenu kusikia na kuwa na ibada ya ushirika na kutawadhana miguu Jumapili hii tunapousikia ujumbe kukata tamaa 63-0901 Ujumbe na ibada ya ushirika itakuwa kwenye redio ya sauti kuanzia saa 11 jioni saa za Jeffersonville. Tafadhali jisikieni huru kuifanya ibada yenu saa 11 jioni kwa masaa ya maeneo yenu mkipenda. Kama nijuavyo, itakuwa vigumu kwa waamini wetu wengi wa nchi za ng'ambo kuianza ibada yenu kwa wakati huo wa huku. Kutakuwa na anwani ya faili la kupakuliwa la ibada. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ibada. Kutoka sura 12 mstari wa 11, Yeremia sura 29 mstari wa 10 hadi wa 14, Luka sura 16 mstari wa 16, Yohana sura 14 mstari wa 23, Wagalatia sura 5 mstari wa 6, Yakobo sura 5 mstari wa 16. Jisajili kwenye taarifa ya WhatsApp moja kwa moja kutoka kwenye www.branham.org/en/ WhatsApp. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na shalom. Anwani za kusikiliza kanda moja kwa moja katika maskani ya Branham na kwa lugha zingine za nchi za ng'ambo, na anwani ya kujisajili kwa ajili ya kupata taarifa kutoka moja kwa moja kwa ndugu Joseph.